Hii ni Buda Boss Live, Manika Kinuka tunakausha. Leo ni ndani ya kwenye industry mti yangu, malisucha ambayo vitu mbili tatu za industry mti yangu. Vitu tumepitia, vitu tumefanya mablanda hapa na pale kukusaidia wewe jo kuweza kupatia your audience, your clients a better experience from learning na mistakes zetu. Au sio? Sasa bado jona na story mti yangu. Akatungia about maze corporate events and how maze unafokwe well prepared maze ku handle a corporate event mti yangu. Ni organic big story. So back in the day 2010 mti yangu, mimi maze jo brother yangu ashanivuta, wewe kuja hapa wewe. Kuna kitu kinaitwa Home Mutai Literary Awards. Best fulani tu maeneo za Giza. So tumeshoot, mimi si invited. Mtu ako invited ni brother yangu mti yangu. So bro amekam ni nini kama Kane, lazima gani rushika suicide karaka. So bro ameitwa. Sika kwa neto pigo mistari, hata sikumuki alikuwa ameitwa on capacity. Ashaka in fact, bro wangu mdogo yuko hapa hivi, huyu jamani msanii wa power kuruka. Oya, kuja upige mistari. Si mazejo off the cuff. Kuja pa somehow basi ikabamba wadhi vibaya sana. Hapo kwa audience mti yangu kulikuwa na chairman wa MSK, Biggie mwenyewe. Mazee imesha hivi, oya kuja hapa wewe. Kuja wewe ndio una MC MCSK Gala Awards, tusizoeane very fast. Sivyo nikaangukia awards mti yangu, event imejileta. Tumeenda tumejipanga, mti yangu najiambia wa MSK Gala Awards mti yangu. Watu makampuni zitakuwa zimeshona hivi, watu wamekam hivi. Yote mozeli ilikuwa inafanywa pale Uhuru Gardens, wamepiga dom mingine big kuruka, inashika system. Nikajiambia nini hamjui kuogelea kwa mafuta ni nini? Nimeingia kwa mafuta ndani na nyonya nikiwa chini ya maji, hakuna chini ya manini. Kachambia maza jope hivi nikipata tu hata kama ni 30% hizi makampuni zitaniita for future business. Hapa nimeangukia mti yangu. Kidogo maza siku event imekam. Mimi mwenyewe nishajipiga pressure mti yangu. Wow. Ushipiga mistari unajiambia hapana. Una cancel. Unapiga zingine unajiambia hapana. Nataka kitu mzito mti yangu. Unapanga hapana. Nataka kitu imeenda shule. Tension imeingia mti yangu. Pressure, umejipatia pressure. Hakuna mtu amekupatia mti yangu. Nimejiambia hii ndio chance yangu moja niko nayo mti yangu. Buda Boss huwezi choma. Unapiga mistari kwa kioo, unajiambia bado hujatosha mboga. Unapiga bado. Event imekaa mti yangu, nimeenda nimedunga nini nimeingia. Nimechukua mic mazee. Blanda mazee hii kitu si udu wagani ati ukitense. Nika audience ujua. Nika feel, ni kama reception yao iko dependent on how relaxed you are. Kawe ni performer, kawe ni MC. Anytime unajipata uko too tense kudeliver, kuna venye waga ina chance ya kugonga mwamba mti yangu. So kama kei unafanyaga nini? Umechagua ile joke kukoshua wewe hii ni moto moto. Ndio nataka kuanza nayo. Of course nimekaa my intimidation mazee. Mtai imeshona mimi mazee ilikuwa mara yangu ya first kuperform kwa dom big hivyo, kuperform kwa audience big hivyo. Mazee imekro. Watu wako mpaka uko mwicho hata uone msee fiti. Uko pale mazejo, mabigi wamekaa, masio, madongera, mazee mabrand bigi ziko kila mahali unajiambia nimefikaje hapa mti yangu. Nimeingia, ni nini nimeshika mic, nimerusha ile yangu mzito ya kwanza. Nikafikiria ama mic yangu ilizimwa juu mbona watu wa respond. Umurusha mzito imegonga mwamba. Unachukua ingine nikarusha ikagonga mwamba. Pressure sasa imepanda mti yangu. Leo ndio ile siku nimechoma ndio hii. Imechomeka. Vizuri sana. Pressure. Sasa umekaa unajaribu. Unatry mazee form. Kufika midway. Kaje unajua nini? Whatever man. Kama mbaya mimi nitajiachilia. Mimi ni freestyle whatever man. After all kaini kuchoma sisha choma.
The moment nilijiachilia, mimi sijali anymore. All of a sudden, kila kitu nilisema zenye na sikuwa nimepanga, watu wameisha pa. Nasema wameisha pa. Nasema wameisha pa. Sasa nilikuwa nimejipanga hii mraia I connect na mimi mti yangu. The moment nimejiachilia nikasema mimi na come tu venye niko. Wewe usipocheka wewe shida yako. Mimi ndacheka jokes zangu ikibidi. Nikakaa mkulani mazee, buda kuna kitu na performance. That lazima ufike mahali as a performer, whether ni MC, stand-up comedian, whatever it is, you believe me, nimekam tu ku give what niko nayo. Na usiingie kwa the psyche ya kujiambia belief yangu kama nimefanya job poa iko purely dependent on perspective ule mse of what mina do. Because what inafanya ni unasahau kujiachilia wewe, ujipeane wewe kwa watu. Unajaribu kufactor in zile vitu wewe una guess. Watu labda hawataichukulia hivi. Labda hawata. Umejaza malabda kwa akili until hauna chance ya kujiachilia wewe, ujipeane kwa audience. Na for some reason nika audience wagina feel see atu connect na huyu jamaa. Because the only thing will change in the same event ni mimi nili change perspective, nika change mindset, nikasema whatever man. After all, kani kuchoma isha choma, mimi nimekam kujibamba. From that moment to the end of the event ika change. Pa. Mpaka mazeni kimaliza mdose na kamkuniambia, buda, ukianza ulikuwa umetense maze, lakini unavyenye eventually ulijiachilia, ukaconnect na wadhi, ikakam through. John ulikuwa umetense, hata yeye mwenyewe anashangaa. Watu wanamuuliza, jamaa maze, yote time bado ulikuwa unajia hit fiti maze. Jamaa ni nani? Mabigi wako, kuna mabig shots unajua. Umekuja umetulete tu jamaa ni nani? 2010 mtu yangu. Jamaa kama kanambia, uli relax, ikakam through. Akafeel mazee li make decision moja imeenda shule. Then brand nyingine nilidu hiyo siku. Unajua mazee ni award ceremony. Mimi sijafanya homework yangu ya kuconfirm vitu ndogo ndogo kama pronunciation ya majina. So mazee jo, sio nikumbuka ilikuwa ni award gani? Kuna kampuni bigi mazee wameshinda award. Ni kampuni bwako. Basi ndio hiyo na announce winner. Sema mispronunciation ndugu yangu. Mimi sijaijua Nestle na pronouncewa kama Nestle. Mimi nimekaa nikaangalia kitu nikasema watu wanafikiria sisi tumetoka Isili, kizungu ndio hatujui. Wacha tuambie. And the winner is Nestle. Hasa blanda ni mazi, hawa zote kama kuchukua watu wanakucorrect na upole. I would like to say on behalf of Nestle, kauchungu mtiangu ulishout pale umepiga wewe suti yako. Homework checking. Kuna vitu ndogo ndogo kama ni for instance award ceremony. Kuna majina zimeshortlistiwa. Fanya tu due diligence, uliza ni aje. Kuna organizers. Nataka ni kueshua na pronunciation. Hii word watu tu hivi ataka ni individual names. Tunasema McCarthy, not Makete, whatever it is, confirm. Due diligence kidogo una come through kama Otero. Ukiona jina na kuconfuse, labda ni jina ya Kifaransa, unataka kuisoma mazena na Kiswahili venye nakuambia. Unaweza kuona isoma jina na sound matusi, mpaka jamaa kikama jam na yeye unashanga mbona amejam na yeye. Kahomwa kadogo tu. Sio sana. Buda ukijai pata mazejo unasukuma event ya this magnitude. Number 1, relax. If they called you for that event, they believed you had everything for you to do that event. Usijipatie pressure unnecessary na what if. Usijipatie pressure, this is my big break, boss. Take one event at a time. At all times, just give us you. Give us everything you have. Alafu, piga ka due diligence kidogo. Confirm kidogo ndogo kama pronunciation. Na utakuwa BA. I'll see you. Right?
Hii month mazee tumetouch on vitu za corporate msing hapa na pale kidogo. God willing, next month tukiingia December tutakuwa tunaangalia another dimension ya the industry. Yenye mazee jo ni kitu moja fine. Thank you sana. Tukigo through na kujengana. Au sio? Please kumbuka kusubscribe, kumbuka mazee kushare. Watu wengi waweze kupata uhondo tukiendelea kujenga industry. Au sio? Takeona. Imeband.